Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kusikiliza. Leo nataka nikufundishe nguvu 5 za damu ya Yesu Kristo ambazo huenda hujajua, ndo maana haupati ukombozi, haupati ulinzi. Kumbuka damu ya Yesu ina thamani kuliko damu yoyote ile, iwe ni ya Habili au ya mafahari yoyote. Lakini pia lazima tujue damu ya Yesu Kristo iko juu ya damu zote za ukoo, hata miungu yote. Lakini pia damu ya Yesu Kristo ndo ilitukomboa kutoka kwenye laana ya Adam, imetukomboa kutoka kwenye dhambi zetu, lakini pia inatuosha dhambi zetu na kututakasa. Lakini pia damu hiyo hiyo ya Yesu Kristo inatutoa kwenye dhambi za laana ya ukoo na familia. Kumbuka damu ya Yesu Kristo ndo Roho Mtakatifu, maana damu ni uhai na Roho Mtakatifu ni uhai. Kwa hiyo kuna mwili ambalo ni neno, lakini kuna damu ambaye ni Roho Mtakatifu. Huo ndo ufunuo unaotakiwa kujua. Kwa hiyo tunaposema damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo linazungumzia mwili wa Yesu Kristo, mwili na neno la Yesu Kristo. Kumbuka ndani ya mwili wa mtu humo ndani kuna damu. Ndio maana kupitia neno la Yesu Kristo tunapata Roho Mtakatifu ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inaweza kumosha mtu. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 13, na anasema naye amechovya mavazi yake katika damu. Sasa ukichovya mavazi katika damu, bila shaka mavazi yangegeuka damu kuwa mekundu, lakini anasema yakatakasika yakawa meupe. Ina maana hatuzungumzii damu ya kibinadamu, ya damu ya nyama. Tunazungumzia damu ambayo ni uhai ulioko katika damu. Maana mwanadamu anapopoteza damu, uhai unaondoka, na ndani ya uhai, ndani ya damu ndo kuna uhai. Ndo maana mwanadamu, damu ikiisha na uhai unaondoka na yule mtu anakufa. Kwa hiyo uhai wa mwanadamu upo katika damu. Kwa hiyo na uhai tunaopata katika Kristo upo katika Roho Mtakatifu ambayo ni damu ya Yesu, lakini na katika neno ambalo ni jina la Yesu au mwili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu sasa ambaye ni Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia kwa mambo haya. Cha kwanza, katika ukombozi wako, damu ya Yesu Kristo inakukomboa. Damu ya Yesu Kristo inafanya kazi ya ukombozi. Tuna ukombozi kupitia damu ya Yesu, somo wa Efeso 1:7. Lakini pili, tunapata ushirika na Mungu kupitia damu ya Yesu au kupitia Roho Mtakatifu. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania 10:19, maandiko yanasema tuna ujasiri wa kuingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anatusaidia kutukutanisha au kutupatanisha au kutuombea au kutuunganisha. Maana Roho Mtakatifu ndo roho na alama tuliowekewa, na ndo thamana ambayo tumewekewa, ambayo ni damu ya Yesu mwenyewe ambaye ametuachia kama uhai wake, ambaye ni roho wake. Lakini tatu ni uponyaji kupitia damu ya Yesu. Unajua wengi hawajajua ufunuo wa damu ya Yesu. Kama nilivyokufundisha ndo hivyo, damu ya Yesu inahusiana na uhai, na uhai upo katika roho. Ina maana ni Roho Mtakatifu. Mwili wa Yesu Kristo ina maana ni umbo la nje, linahusiana na mwili ambalo ni jina. Ndio maana ukiitwa fulani, labda Johannes, unajua mwili fulani unaleta picha ya mwili fulani, na huo mwili ni neno lenyewe, na ndo neno kuna roho. Ndio maana maandiko yanasema Yohana 6:63 kwamba maneno yangu haya ni roho. Ina maana ndani ya yale maneno ambao ni mwili au ni jina au ni maneno ya Kristo, ndani yake kuna roho. Roho ni kitu ambacho hakionekani, ni kama vile Roho Mtakatifu haonekani kwa macho, lakini yupo, lakini maneno yapo yanaonekana, ambao ni mwili wa Yesu Kristo. Lakini damu haionekani, iko ndani ya neno. Ndio maana Roho Mtakatifu huwa ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo tunapolivaa jina la Yesu, tunavaa mwili wa Yesu, alafu ndani ya mwili wa Yesu kuna damu ambayo ni Roho Mtakatifu, kwa hiyo anakaa ndani yetu. Kwa hiyo neno hili tunaloliona ni mwili wa Yesu, na ndani ya hilo neno kuna roho ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio ufunuo. Ukiujua hautochanganyikiwa, na utatembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu kupita kawaida, na nguvu ya neno la Kristo kupita kawaida, au mwili wa Yesu Kristo au jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu inaleta uponyaji. Damu ya Yesu inaleta uponyaji
uponyaji. Soma Isaya 53:5, maandiko yanasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa damu iliyomwagika au roho aliyemtoa Yesu baada ya kutukuzwa, baada ya kufa na kufufuka, tunaona tunapata uponyaji. Lakini kitu cha 4 ni ulinzi kupitia damu ya Yesu. Kupitia damu ya Yesu au ambaye ni Roho Mtakatifu, tunapata ulinzi. Anakuambia nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Kwa roho kupitia damu ya Yesu anatupa ulinzi. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yohana wa kwanza 4:4 anakuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Na maana aliye ndani yetu ni damu ya Yesu, au ni jina ni damu ya Yesu au roho wa Yesu Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anapokuwa ndani yetu ina maana tuna nguvu kinyume na. Ndio maana maandiko yanasema na Roho Mtakatifu atawashuhudia kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Ina maana kwa habari ya haki anatupa haki, ina maana anatupa ulinzi, kwa sababu yeye pekee ndo aliyewekewa kama msaidizi na akapata muhuri wa kukaa ndani yetu kama damu ya Yesu mwenyewe kwenye maisha yetu. Lakini kitu cha 5 ni mamlaka juu ya ibilisi kupitia damu ya Yesu au kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu anatushuhudia, anatuambia yeye mkuu wa ulimwengu ameshahukumiwa. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 14 na 16. Kwa hiyo ukisoma pia Ufunuo 12:11 maandiko yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Kama nilivyokuambia, neno linahusiana na jina la Yesu au mwili wa Yesu, na damu inahusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakamshinda shetani kwa Roho Mtakatifu na kwa neno. Lakini mwisho kabisa damu ya Yesu Kristo inatusaidia kwenye jambo hilo. Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima tujue, tuelewe, tufahamu na tutembee katika ufunuo huo. Ukitembea katika ufunuo huo wa kuelewa damu ya Yesu ni Roho Mtakatifu, ukitembea katika ufunuo wa kujua mwili wa Yesu Kristo ni jina la Yesu au neno lenyewe, basi hautochanganyikiwa. Kwa hiyo ukilipata neno, ndani ya ile neno kuna Roho Mtakatifu, au ndani ya neno ambao ni mwili wa Yesu, ndani yake kuna damu ya Yesu ambayo ni Roho Mtakatifu. Kwa ukitembea kwa namna hiyo, utafanya kila kitu kwa uhalisia, na unapoomba unajua unaomba nini, unapotamka maneno unajua unatamka nini, na unapoishi unajua unaishi na nini ndani ya damu ya Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa utatembea kwa ushindi, maana aliye ndani yako ambayo ni damu yake ina maana ni kuu kuliko chochote. Na unapomwagilia damu ya Yesu ina maana ni Roho Mtakatifu anaenda kufanya upembuzi yakinifu na wakina, au anaenda kusawazisha, anaenda kuondoa mapingo. Na unapoagiza damu ya Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu, au unapoomba damu ya Yesu ikusaidie na Roho Mtakatifu akusaidie, ina maana kazi ya Roho Mtakatifu, kumbuka yule ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kazi yake ni kuagiza sasa malaika ambao wanahusika kwenye kile unachotaka kufanyiwa ili waje wakuhudumie. Mfumo huo umekuwa ukitokea na unatokea mpaka sasa. Malaika wapo kwa ajili ya kuwasaidia watu watakao urithi wokovu. Malaika ni kama konda kwenye mabasi. Ina maana ni kama vile kuna dereva ambaye unakuta ni Yesu Kristo, lakini kuna tiketi ile ambayo inatusaidia sasa kupata haki ya usafiri ambayo ni Roho Mtakatifu. Lakini kuna makonda wanaosaidia kuchunguza, ambaye hana tiketi au ambaye hana vigezo aondolewe, na mwenye vigezo ndiye akae kwenye basi ambaye ni Yesu Kristo, na njia ambaye ni Yesu Kristo, ili tuende kwa Baba ambako tunakoelekea, ambapo ni mbinguni, au kwenye ushindi, au kwenye baraka, au kwenye Kanaani yetu, au kwenye Yerusalemu mpya hapa duniani na maisha baada ya hapa. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.